Habari Wikendi hii leo inakukutanisha na Sechu, kijana wa Kitanzania ambaye ni mzalishaji wa bidhaa za ngozi. Anatupitisha kwenye safari yake ya utafutaji wa maisha kunako kazi yake ya uzalishaji wa bidhaa hizi. Nilianza kutengeneza sendo baada ya muda kidogo wa miaka kama 4-5, nikatoka kwenye kujifunza kutengeneza sendo peke yake, nikaingia kwenye kutengeneza viatu vya kufunika ambavyo ni viatu vya shule, lakini pia na viatu vingine ambavyo vinatumika makanisani na maofisini pia. Viatu hivyo nilijifunza mkoani Manyara hapa Babati, na nilipata mafunzo yao kupitia TCCIA mkoa wa Manyara wakishirikiana na Trias East Africa, ambayo nilifundishwa mwaka 2018. Baada ya hapo nikaanza utaratibu sasa wa kuanza kutengeneza viatu vya shule na kuanza kujitangaza kama mzalishaji wa bidhaa hizo ambazo ni za ngozi. Mchakato wa kuunda viatu hadi kukamilike unapita kwenye hatua mbalimbali, kama ambavyo namshuhudia kijana huyu mtafutaji akiwa katika maandalizi ya awali ya kutengeneza viatu vya kufunika. Licha ya Sechu kukutana na changamoto mbalimbali kwenye kazi hii, lakini bado anapambana kuzifikia ndoto zake. Changamoto ambazo tunazo za kwanza ni eneo la ufanyaji wa kazi. Tuna changamoto ya namna hiyo kwamba eneo letu ni dogo. Tunatamani kuwa na eneo ambalo litakuwa ni kubwa ili kuweza kuongeza ajira kwa vijana. Lakini pia changamoto nyingine ni aina ya vijana ambao tunawatafuta na kuwapata ili tuweze kusaidiana nao kwa ajili ya kusongesha gurudumu hili ambalo tunalo. Vijana wengi wana mawazo ya muda mfupi. Wanaweza kuja wakijua kwamba watakaa baada ya muda mfupi na kuweza kufanikiwa. Changamoto kubwa ambayo mimi naiona tangu nimeanza hii kazi mpaka sasa hivi, kwanza nilikuwa natamani kama tunaweza tukapata usimamizi mzuri, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinatupa changamoto kwenye soko ambalo tunalo ni usimamizi wa aina ya bidhaa ambayo tunaitengeneza, kwamba mtu anaweza akaamua tu akatengeneza kwa namna anavyojua chini ya kiwango na namna anavyojua yeye, akauza kwa bei ambayo anayojua. Kwa hiyo mwisho wa siku soko linakuwa halina ile bei ambayo ni elekezi, ambayo inaweza ikatufanya sasa sisi ambao tunafanya tukafanikiwa, lakini pia wale ambao tunawahudumia tukawahudumia kwa bidhaa ambazo zikawa zina ubora mzuri. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo naiona kwenye upande wa masoko inasababishwa na kutokuwa na usimamizi mzuri. Lengo langu likubwa kabisa ni kuwa na kiwanda kikubwa ambacho kinazalisha bidhaa za ngozi kwenye mkoa wa Manyara. Sechu ameweza kuajiri vijana wengine katika kiwanda chake kidogo, na wao wanajipatia riziki kwenye kazi hii. Wateja nao si haba, wanafurahia huduma nzuri na kupata bidhaa zenye ubora. Kwa kweli nawashauri wasichague kazi. Hicho ndo kikubwa. Kuliko uende ukadange au uende udhalilishe mwili wako, bora uangalie kazi yoyote ya kufanya. Inakusaidia wewe kujiondoa kwenye makundi tofauti ya kijamii ambayo sio mazuri. Shukuru kwa sababu hapa hatujaja kama mafundi. Tulikuja tujui kitu, tukafundishwa, ndio baadaye tulivyojua kiasi fulani ndio tunaweza kumsaidia kazi, na anakuwa anatulipa kutokana na kazi tunamsaidia. Kuja kununua viatu hapa kufanyia biashara, si machinga ndogo. Tunakuja kuchukua viatu hapa. Zipo vizuri na zinatoka kwa wateja, ukichukua zinatoka kwa haraka. Ndio hivi ndio inatusaidia hapa mjini. Kijana huyu amekuwa ni mfano bora wa kuigwa kwenye jamii kutokana na bidii yake kujitafutia kipato na hata kutoa ajira kwa vijana wengine. Helen Kawiche, Habari Weekend, Manyara.